na LNG. Tunaendelea. Nilimuita Mheshimiwa Innocent Edward Kalogores. Tunakwenda kwanza kwa Sofia Mwakagenda. Alafu engineer, alafu mkandarasi Innocent Edward Kalogores, atafuatiwa na Florent Laurent Kiombo. Asante mwenyekiti, na mimi kupata nafasi ya kuchangia wizara hii ambayo iko kwenye kamati ambayo mimi nipo. Mheshimiwa mwenyekiti, sisi kama kamati ukurasa wa 15 tumetoa mapendekezo na maoni kwa wizara. Kwanza kabisa, kabla sijaendelea, naomba nitoe pole kwa naibu waziri mkuu kwa kifo cha ndugu yetu Engineer Nyamhanga. Ni kiongozi aliyekuwa makini, lakini Mungu amempenda zaidi. Sisi tuliobaki kazi yetu kuiga pale alipotuachia, tufanye kazi kwa uaminifu kama alivyokuwepo marehemu. Mheshimiwa mwenyekiti, kipekee ninashukuru pia serikali kwa mara ya kwanza kwa kufanikisha mradi wa Mwalimu Nyerere. Kwa hiyo swala la umeme sasa sio tatizo tena. Kilichobaki ni kuhakikisha miundombinu inatengenezwa na wananchi sasa mambo ya katika umeme yasiwepo tena. Mheshimiwa mwenyekiti, tuna vitongoji takriban 32,000 katika nchi nzima, lakini mpaka sasa ni vitongoji 927 ambavyo vimepata umeme. Kamati pamoja na mimi tunaishauri serikali kuongeza spidi. Tunatambua wameongeza muda wa kuunganisha vitongoji umeme mpaka 2030. Tunaomba spidi ya kuongeza vitongoji kupata umeme, maana huko chini ndiko kwenye wananchi. Tunaomba sana spidi iongezwe sawa sawa na tulivyo washauri katika ukurasa wetu wa 15. Lakini pia tuna mikoa ambayo haijaingia kwenye grid ya taifa. Tunashukuru Kigoma imeingia sasa katika listi. Kulikuwa kuna Kigoma, Katavi, Rukwa pamoja na Lindi na Mtwara. Tunaomba vile vile spidi iongezeke kwa mikoa iliyobaki waweze kupata umeme uweze kuingizwa kwenye grid ya taifa, kwa sababu kwa kuingiza umeme huko basi hakutakuwa na matatizo katika mikoa hiyo tajwa, na wao watapata umeme. Mheshimiwa mwenyekiti, kuna shida kubwa sana katika wizara kwenye upande wa kibajeti. Sisi tunategemea fedha zingine kutoka kwa wafadhili. Kuna ndugu zetu wa IMF waliahidi kutoa zaidi ya bilioni 52, lakini imekuwa ikionekana kwenye budget alafu hatujaipata. Tuombe ndugu zetu waweze kuifuatilia, kwa sababu OC mpaka sasa ina 16% peke yake. Ili uweze kuwa na maendeleo ni lazima fedha za miradi au fedha za kazi ziwepo. Basi tunaomba usimamizi wa kupatikanaji wa fedha, na tuombe wizara, kwa sababu kazi ya bunge imesimama kuisemea serikali, kuiambia basi wizara ya fedha ihakikishe tunapata fedha kwa wakati, kwa sababu bunge likipitisha fedha ni kazi ya wizara kutoa fedha. Haya mambo ya kupata fedha nusu, 50%, mnazuia watendaji wasiweze kutimiza wajibu ambao wamepewa na serikali, kwa sababu bunge ni chombo ambacho kina mamlaka ya kupitisha bajeti. Sasa bajeti zetu tunakaa hapa miezi 2-3 tunapitisha bajeti alafu fedha zitoki. Hii inakuwa sio sawa sawa. Mheshimiwa mwenyekiti, tuna shirika letu la TANOEL. Hili shirika kiukweli lina umuhimu, kwa sababu serikali isipokuwa na chombo cha kusimamia mafuta na kuhifadhi chenyewe inakuwa sio sawa, na kuwa na makampuni binafsi kunaweza kutokea hujuma mbalimbali. Lakini shirika hili limekuwa lina deni kubwa sana, zaidi ya bilioni 21. Ukusanyaji wa madeni kutoka TANOEL unaenda kwa kusuasua sana. Mheshimiwa Waziri, ninafahamu weledi wa kazi ulionayo. Fanya utaratibu makhsusi kabisa wa kuhakikisha fedha zetu zaidi ya bilioni 21 ziko nje ya mfuko wa serikali zirudishwe haraka. Leo hii ripoti inasema ni asilimia ndogo sana kama 6.8 ambayo tumekusanya, ambayo ni shilingi bilioni 1.43. Hiyo ni hela ndogo sana. Tunaomba ifanyike utaratibu wa maksudi kuhakikisha shirika hili inakusanya bilioni 21 ambazo ni pesa nyingi zinahitajika kwenye bajeti ya mfuko wa serikali na kwenye wizara husika. Mheshimiwa mwenyekiti, ninaomba
sana swala la gharama za umeme. Tunajua kuna umeme wa REA ambao vijijini wanajiandikisha kwa shilingi 27,000. Lakini umeme huo kuna sehemu zingine zinasema ikiwa ni mita 30 ni hiyo 27, ikiwa mita 70 ni 515. Hiyo difference ni kubwa sana. Ninaomba tutoe matabaka kati ya vijijini pamoja na mijini. Tunafahamu kwamba wakati mwingine ni pesa za miradi wa makusudi kusaidia wananchi wa vijijini kupata umeme, lakini ambaye anapita kwa mita 120 analipa 696. Wananchi kule chini wanaona kama ni tabaka kubwa sana. Basi tuna kazi kubwa sana. Kama tunakuwa tunataka ibaki kama ilivyo, tuweke elimu kubwa sana ya wananchi waweze kuelewa kwa nini huyu analipa 27,000, huyu analipa 320 na mwingine analipa kiasi kingine. Tunaomba tutoe elimu, kitengo kinachohusika basi kitoe elimu kuliko kuto kusema inaleta lawama kwa wananchi. Lakini pia kama kamati tunafikiri tukiweka angalau hata tukipandisha hiyo 27 na tushushe ile ya 500 na angalau hapo katikati tuweze kuona wananchi wetu wote wako katika tabaka moja. Mheshimiwa mwenyekiti, ninafahamu kabisa matumizi ya nishati safi. Tunamshukuru Mheshimiwa Rais ameweza kusimamia hili na tumeona jinsi ambavyo wananchi wameanza kuelewa matumizi ya nishati safi. Tunafahamu kabisa majiko ya gesi ambayo mengine tuligawa, wengine kama sisi wasimamizi wa wananchi, lakini pia mmetoa majiko ya gesi ya ruzuku ambayo yamemsaidia mwananchi wa kijijini kuto kununua hiyo gesi kwa shilingi 48,000 kwenda kununua kwa shilingi 20,000. Maeneo mengine yameshuka hadi 18,000. Mheshimiwa, bado mahitaji ni makubwa. Tayari tumekusha kufanya elimu kwa wananchi na wako tayari kutumia nishati safi, lakini bado tunahitaji kuongeza idadi ya majiko haya ili yaweze kufika kijijini kwa watu wote. Ninafahamu katika wilaya ya Rungwe tulipata tu kiasi cha majiko 3,000. Kwa hiyo yanakuwa sio mengi, kama sio 300,000, sorry. Ninaomba sana tuongezewe majiko na yapelekwe kwa kutumia wizara na kwa kusimamiwa na wakuu wa wilaya ili watu wetu waweze kuendeleza pale poishia. Lakini mwisho wa siku bado elimu inahitajika. Zile gesi zikiisha wengine wanatupa yale mitungi, na watu wabaya wasioitakia mema nchi yetu wanauza kama vyuma chakavu. Kuna haja ya kuweka ukali zaidi na ulinzi kuhakikisha tunalinda rasilimali hizi za taifa. Mheshimiwa, ninaomba kuongeza kasi ya umeme vitongojini, nilikwisha kusema, lakini mwisho wa siku tunahitaji kusaidia maeneo ambayo ya kimsingi. Kwa mfano vijijini wanahitaji mashine za kusaga kwa ajili ya pampu za maji, basi tuwekeze maeneo yale. Kama spidi hiyo ni ndogo, lakini kwenye pale tunaita center za vijiji tuhakikishe tunaweka umeme angalau kusaidia jamii kwa ujumla wake, kwa sababu kwa kuna mashine ya kusaga, kwa kuna pampu ya maji au shuleni na vitu kama hivyo, tunaomba tuongezee nguvu. Baada ya kusema haya, Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi ninaamini kwamba Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu pamoja na Mheshimiwa Naibu Waziri wa Nishati wanayo kazi kubwa sana na wamefanya kazi kubwa sana. Basi hapo ambapo wameishia kwenye bajeti hii, tunaomba wasimamie haya ambayo tumeyasema, na mwisho wa siku ninaunga hoja bajeti hii kwa sababu kule kijijini wanahitaji umeme na tunahitaji kuwapitishia fedha. Baada ya kusema haya, asanteni sana. Asante sana Mheshimiwa Sofia.